unasema kufikia kiwango cha ukamilifu anaohitaji Mungu. Kufikia kiwango cha ukamilifu anaohitaji Mungu. Na vifungu vya maandiko ambavyo vinatupatia ujumbe wa somo hili ni kutoka kwenye Waefeso sura ile ya 4 mstari ule wa 12 na wa 13. Sambamba na hiyo Waefeso ni Ufunuo 21 mstari ule wa 27, nami nitasoma kama ilivyoandikwa. Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, atakuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Ufunuo 21:27, na ndani yake akitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Na Mungu alibariki neno lake. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kufikia kiwango cha ukamilifu wa Mungu. Tayari uko nyuma kwenye somo ambalo tulikuwa nalo, tumeweza kuona ya kwamba Mungu ambaye ni baba yetu, yeye ni mkamilifu sana. Kiwango chake cha ukamilifu kiko juu sana na hakiwezi kulinganishwa na miungu yoyote ile au kitu chochote kile. Na asilimia kubwa ya watu wanakubaliana na ukweli huo. Lakini pia tukaona kwa sababu sisi tumetokana na Mungu mwenyewe, asili yetu ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo na sisi pia kuna kiwango cha ukamilifu ambacho Mungu anahitaji kukiona kwa watu wake, na kiwango hicho cha ukamilifu ndicho kinachoweza kutusaidia kuishi maisha ya ushindi tukiwa hapa duniani. Lakini pia kiwango hicho cha ukamilifu ndicho kitakachotustahilisha au ndicho kitakachotufanya tuweze kuingia katika ufalme wa Mungu, kuingia mbinguni, kuweza kuingia katika ule mji mtakatifu Yerusalemu mpya, ambao ukisoma kwenye Ufunuo sura 21 ukianzia sura ya kwanza, unaona Yohana alionyeshwa, anasema, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Anasema, nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Haleluya. Na kwenye ule mstari wa 27 sasa ndio anasema, lakini katika ule mji, pamoja na kutaja na kuelezea ule mji ulivyo mzuri, ni wa namna gani,
mji wa ajabu, mji ambao huwezi kufanana na miji yoyote ambayo umewahi kuiona au kusikia. Kwenye mstari wa 27 anasema ndani yake, yani ndani ya ule mji, hakutaingia chochote kilicho kinyonge, bali watakaoingia ni watakatifu. Haleluya! Watu wakamilifu ambao Mungu ule ukamilifu wake anahitaji kuona, anahitaji kuona ukamilifu au utakatifu ndani yao, kama maandiko ambavyo yanathibitisha kwamba nanyi mtakuwa watakatifu au wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tunaona kuna mambo ambayo yanaweza yakamfanya mtu kuwa mkamilifu. Haleluya. Lakini kuna mambo pia ambayo yanaweza yakamfanya mtu asiwe mkamilifu. Kuna mambo yanayoondoa ukamilifu kwa mtu wa Mungu, na kuna mambo yanayoweza kumfanya mtu akawa mkamilifu na akaendelea kuwa mkamilifu, akaendelea kuwa mtakatifu. Na ndio maana maandiko yanasema watakatifu waliopo duniani, kwenye Zaburi ya 16 mstari wa 3, watakatifu waliopo duniani ndio walio bora, ndio ambao Mungu anapendezwa nao. Anapendezwa nao kwa sababu wao ni watakatifu na wanaendelea kuwa watakatifu. Wao wana asili ya ukamilifu wa Mungu, na ile asili ya ukamilifu wa Mungu inaendelea kuonekana katika maisha yao. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo katika somo hili tutaangalia mambo yanayoshusha kiwango cha ukamilifu wa mtu wa Mungu, lakini tutaangalia pia mambo yanayoweza kuinua kiwango au mambo yanayoweza kumfanya mtu wa Mungu akafikia kwenye kiwango cha ukamilifu ambao Mungu anauhitaji. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Na tuna maeneo makuu yanayoonyesha kiwango cha ukamilifu wa maisha ya mwanadamu. Tuna maeneo makuu mawili. Eneo la kwanza, kama ambavyo nimetangulia kusema, ni maisha ya hapa duniani. Maisha ya hapa duniani. Lakini eneo la pili ni maisha ya mbinguni, yaani maisha baada ya maisha ya hapa duniani. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo maeneo makuu yanayoonyesha kiwango cha ukamilifu wa maisha ya mwanadamu hapa duniani, tunaona jambo la kwanza ni kutawala. Mwanadamu amepewa kutawala. Amepewa kutawala. Mwanzo 1:26 mpaka 28. Mwanadamu amepewa kutawala. Tunasoma hivi:
Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Haleluya! Kwa hiyo tunaona, kwa sababu Mungu ndiye muumbaji wa wanadamu na yeye ndiye mtawala mkuu, tumeona ule utawala wake atawali peke yake. Sawa? Amemshirikisha mwanadamu pia kutawala. Baada ya kumuumba tu mwanadamu na kuumba mbingu na nchi, akamshirikisha mwanadamu kutawala, akampa sehemu ya utawala wake, akampa mamlaka ya kutawala kama ambavyo tumeona. Haleluya! Kwa hiyo kutawala hapa duniani inaonyesha pia ukamilifu wa mtu wa Mungu. Yaani kupewa kutawala, mwanadamu kupewa kutawala inathibitisha ya kwamba mwanadamu amepewa kutawala kwa sababu ya ule ukamilifu ambao Mungu anauona ndani ya mwanadamu. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya! Na wakati ule Adam na Hawa ndio walipewa kutawala, lakini katika Agano Jipya tunaelewa ya kwamba baada ya Yesu kuja na kumshinda Ibilisi, sisi ambao ni watu wake, kanisa lake, tunatawala naye, tunatawala pamoja na Kristo, tutatawala naye kule mbinguni. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo hilo ni jambo moja, kutawala linaonyesha ukamilifu ambao Mungu anauhitaji. Lakini jambo la pili linaloonyesha ukamilifu ambao Mungu anaohitaji ni uimara. Uimara. Tunapozungumzia uimara ni kutolegea yanapokuja majaribu au dhoruba au majanga kama ambayo Ayubu alikutana nayo. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Ukisoma kwenye Wakorintho wa pili 4:16, Wakorintho wa pili 4:16, kwa hiyo hatulegei, bali japokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Tusiviangalie vinavyoonekana, bali visivyoonekana, kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Kisoma pia kwenye Zaburi ya 125 mstari wa kwanza, anasema wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika, wakaa milele. Wakorintho wa pili 4:8 mpaka 10 tunasoma hivi: pande zote twadhikika, bali hatusongwi; twaona shaka, bali hatukati tamaa;
Twaudhiwa bali hatuachwi, twatupwa chini bali hatuangamizwi. Siku zote twachukua katika mwili kuuawa kwake Yesu, ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika miili yetu. Kwa maana sisi tulio hai siku zote twatolewa tufe kwa ajili ya Yesu, ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika miili yetu ipatikanayo na mauti. Basi hapo mauti hufanya kazi ndani yetu, bali uzima ndani yenu. Haleluya. Naona Mtume Paulo ni mmoja kati ya watu ambao walipitia majaribu mengi makali, majaribu mengi mazito, ndani na nje, yaani ndani ya kanisa na nje ya kanisa. Anaeleza zile adha alizokutana nazo au hatari alizokutana nazo, majaribio ya kuuawa, hatari za ndugu wa uongo. Alipitia mambo mengi, lakini tunaona hakuweza kulegea. Ndio maana kwenye Wakorintho anasema kwa hiyo hatulegei. Ijapokuwa utu wetu nje unachakaa, utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Anasema pande zote twadhikika, ila hatusongwi. Twaona shaka bali hatukati tamaa. Twaudhiwa bali hatuachwi. Twatupwa chini bali hatuangamizwi. Unaona? Yaani anaonyesha pamoja na majaribu, lakini mtu wa Mungu kulingana na kiwango cha ukamilifu ambacho Mungu amewekeza ndani yake, kwa sababu yeye ana asili ya Mungu. Ndio maana kwenye waraka wa Yohana anasema ninyi mmewashinda au mmemshinda yule mwovu, kwa sababu aliye ndani yenu ni mkuu kuliko aliye nje. Kwa hiyo hata vile Mtume Paulo alivyoshinda, hata vile Ayubu alivyoshinda, hata vile Yusufu alivyoshinda majaribu, watu wengi walioshinda majaribu, hayo yote yanaonyesha kiwango cha ukamilifu ya mwanadamu hapa duniani. Na ukisoma kwenye Waebrania pia ile sura ya 11 inataja mashujaa wa imani ambao na wao pia walikutana na majaribu mbalimbali, walipambana na majaribu ya kila namna, lakini walishinda. Ndio maana kwenye ule mstari wa 32 mwandishi kwa Waebrania anasema wakati usingenitosha kuleta habari za Gideoni, kina Yefta na wengine, anawataja na wanawake ambao waliweza kupambana na majaribu mbalimbali na wakaweza kushinda. Na hiyo yote inaonyesha uimara wa watu wa Mungu. Haleluya. Kutolegea kwa watu wa Mungu. Hayo ni maeneo yanayoonyesha kiwango cha ukamilifu wa maisha ya watu wa Mungu. Jambo jingine la tatu linaloonyesha ukamilifu wa watu wa Mungu hapa duniani ni kwamba watu wa Mungu kila wakati wanakuwa ni viongozi, wanakuwa kichwa na sio mkia. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Wanakuwa kichwa na sio mkia. Kwenye Kumbukumbu la Torati sura ile ya 28. Haleluya. Kumbukumbu la Torati 28
Mstari ule wa 13 tunasoma hivi: Bwana Mungu atakufanya kuwa kichwa wala si mkia, nawe utakuwa juu tu. Utakuwa wapi? Unaona anasemaje? Utakuwa juu tu. Haleluya. Utakuwa juu tu, yaani hakuna kushuka. Utakuwa juu tu, wala hui chini. Anasema Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia, nawe utakuwa juu tu, wala hui chini, utakapoyasikiza maagizo ya Bwana Mungu wako ni kuagizayo hivi leo kuyaangalia na kuyafanya. Msipokengeuka katika maneno ni waamuruyo leo kwa lolote, kwenda mkono wa kuume wala wa kushoto, kwa kuifuata miungu mingine na kuitumikia. Unaona? Kumbe unaweza ukawa wewe ni kiongozi kila wakati. Wewe ni kiongozi, unakuwa juu tu, unakuwa kichwa wala sio mkia. Yaani unakuwa mbele, sio mtu wa mwisho. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Ukiwa hapa duniani, kabla hujafika wapi? Mbinguni. Na hiyo sasa inaonyesha kwamba kiwango cha ukamilifu, yaani kuwa kichwa, inaonyesha kwamba kiwango cha ukamilifu wa Mungu katika maisha yako kinawezekana. Lakini jambo jingine linaloonyesha ukamilifu, kiwango cha ukamilifu wa maisha ya mwanadamu ni kumtumikia Mungu kwa viwango vya juu. Kumtumikia Mungu kwa viwango vya juu. Haleluya. Kulingana na karama na huduma yako. Huduma yako, huduma yangu, pale ninapohudumu kwa kiwango cha juu, kiwango ambacho Mungu anakiona na ndicho anachokihitaji, hilo linaonyesha ukamilifu wa kiwango ambacho Mungu anakihitaji. Tunapotazama katika Biblia, tunamwona nabii Elia alihudumu kwa kiwango cha juu, lakini pia aliyepokea kijiti nabii Elisha pia na yeye aliweza kuhudumu kwa kiwango cha juu zaidi, akazidi kile cha bwana wake Elia. Elia yeye alihudumu katika huduma yake, alifanya miujiza 7, lakini tunapomwangalia Elisha, yeye alifanya miujiza 14, mara 2 yake. Kwa hiyo kiwango chake kiliongezeka. Kwa hiyo hayo yote yanathibitisha ukamilifu, kiwango cha ukamilifu wa maisha ya mwanadamu. Tunapomwangalia Ayubu pia tunaona yeye alimtumikia Mungu kwa viwango vya juu kabisa. Akiwa hapa duniani alishinda hata yale majaribu kwa kiwango cha juu sana. Maandiko yanasema katika mambo hayo yote Ayubu hakutenda dhambi na hata tu kumwazia Mungu kwa upumbavu. Yaani alikuwa anatafakari juu ya kiwango cha Ayubu. Yaani nilijaribu tu kutafakari yale ambayo aliyapata, yale aliyoyapitia, yale majanga aliyoyapata, lakini kiwango chake kikawa juu tu, akaendelea kuwa stable. Biblia inasema yaani akaendelea kubaki pale pale kwenye kiwango chake, na baadaye kile kwa kusimama vizuri, kile kiwango chake kikaongezeka maradufu. Yaani nilikuwa natafakari jinsi ambavyo tunapitia majaribu mbalimbali.
Wakati mwingine majaribu ambayo yameruhusiwa kwetu, kama Biblia inavyosema kwamba jaribu alikuwapata ninyi ila lilo kawaida ya wanadamu, lakini pamoja na lile jaribu Mungu ni mwaminifu, atafanya mlango wa kutokea. Yaani majaribu ambayo yanaruhusiwa kwetu yamepimwa na Mungu, anajua tutaweza kustahimili na kuyashinda hayo majaribu. Lakini katika hayo majaribu ambayo tunaona pengine ni Mungu ameruhusu tu, yaani ukilinganisha na yale majaribu ya watu wa Mungu, mashujaa wa imani tunaosoma kwenye Biblia, jinsi yalivyokuwa, unakuta hatufikii. Kama Ayubu ukimwangalia, unaona yeye, maandiko yanasema kwamba watoto wake wote kwa wakati tu mmoja watoto wake wote wakawa wameuawa ghafla tu, mali zake ghafla tu, yaani kufumba na kufumbua sekunde moja tu, hana watoto, hana mali, na bado akapigwa mwili wake na majipu, afya yake ikatetereka. Lakini tunaona bado Ayubu aliendelea kumtumikia Mungu, aliendelea kushikamana na ukamilifu wake. Ndio maana mke wake anamwambia, pamoja na haya yote amekupata. Unajua mke wake alikuwa anamshangaa, huyu ni mtu wa ajabu sana. Yaani anasema ana imani na Mungu wake, na kila siku huwa anamsema kwamba huyo Mungu ni mlinzi, ni Mungu anayebariki, ni Mungu ambaye hawezi kuruhusu mabaya, ni Mungu anayewalinda watu wake na mabaya yote. Unaona, mke wa Ayubu anashangaa kuona viwango vya ukamilifu wa Ayubu vilivyokuwa juu sana. Anasema bado tu wewe unaendelea kushikamana na utimilifu wako, bado tu wewe unaendelea kushikamana na utakatifu wako na ukamilifu wako. Mkufuru Mungu ufe. Ayubu anamwambia, wewe wanena kama mmojawapo wa wanawake wapumbavu, kwa sababu unajua ya kwamba jambo lolote ambalo Mungu ameliruhusu, hakuna jambo lolote ambalo linaweza kutokea pasipo Mungu kuruhusu, na lile linalotokea limeruhusiwa na nani? Na Mungu. Lakini tunaona Ayubu akaendelea kumtumikia Mungu kwa viwango vya juu kabisa. Yusufu pia alikuwa na majaribu mengi, lakini tunaona hakuacha kumtumikia Mungu. Popote alipokuwa alimtumikia Mungu. Samsoni, mnadhiri wa Mungu, tunaona pia na yeye aliweza kumtumikia Mungu kwa viwango vya juu sana, na hivyo viwango vilikuwa vinaonyesha ukamilifu wa Mungu kwa watu wake wakiwa hapa duniani. Unajua zile nguvu za kimwili ambazo Samsoni alizionyesha, kuzionyesha mbinguni, alizionyesha hapa duniani, na watu wakajua kweli huyu ni mtu wa Mungu, huyu ni mnadhiri wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini Mtume Yohana pia, pamoja na kupitia matatizo na majaribu mbalimbali na adui kujaribu kumwangamiza na kumuua, yale majaribio yote hayakuweza kufanikiwa. Kuna wakati walimtumbukiza kwenye pipa lililokuwa linachemka mafuta, yaani wamemtumbukiza kama samaki, kama wanakaanga samaki.
lakini wakamkata kichwa au wakamkata mkono, walipeleka kule katika kisiwa cha Patmo, wakamkata mkono wakitegemea sasa ameshakatwa mkono hawezi kufanya kitu chochote. Na kwa sababu katika kisiwa kile cha Patmo Mungu ndio alikoenda kumfunulia ufunuo wa Yohana, na tunaona Mungu akamwambia ayaandike yale aliyoyaona, yale aliyoonyeshwa, mafunuo yale aliyoyaonyeshwa. Kwa hiyo alimkata mkono, akaondoka, akamwacha kula, unajua hawezi akafanya chochote. Akakuta kurudi, wanakuta mkono umerudishwa na anaendelea kuandika. Mwisho wake wakamwacha tu. Sasa hayo yalitokea akiwa hapa duniani. Hayo yote yanaonyesha ukamilifu wa kiwango cha ukamilifu wa mtu wa Mungu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Lakini kule mbinguni pia kuna kutawala pamoja na Kristo. Soma kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 20 mstari ule wa 5 na wa 6. Ufunuo 20:5-6. Tunasoma hivi: hao wafu waliosalia wakuwa hai hata itimie ile miaka 1000. Huo ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo unaona utawala, yaani kuanza kutawala unaanzia hapa hapa duniani. Kama ni mazoezi ya utawala unayapatia hapa hapa duniani. Kwa sababu hata huko mbinguni pia kutakuwa na nini? Na kutawala pamoja na Kristo katika ule mji mtakatifu Yerusalemu mpya. Lakini pia ukamilifu au kiwango cha ukamilifu hakitatupatia tu nafasi ya kutawala pamoja na Kristo kule mbinguni, bali kitatupatia kibali, kwa sababu ili uweze kuingia kule mbinguni ni lazima uwe na kibali cha kuingia kule mbinguni. Ndio maana mwimbaji mmoja anaimba anasema, panapo msalaba kinatolewa cheti cha kuingia mbinguni, kisicho cha kanisa. Usifiwe msalaba, lisifiwe kaburi linalozidi yote, asifiwe Mwokozi. Yule bwana mjinga alikwenda bila cheti, akitumai kuingia kama walionacho. Usifiwe msalaba, lisifiwe kaburi linalozidi yote, asifiwe Mwokozi. Alipofika
cha kumonyesha Bwana, akakutwa nacho. Usifiwe, usifiwe msalaba, lisifiwe kaburi linalozidi yote, asifiwe Mwokozi. Jitahidi, jitahidi uingie damuni mwa Mwokozi, utafutiwa dhambi toka moyoni mwako. Usifiwe, usifiwe msalaba, lisifiwe, lisifiwe kaburi la Yesu linalozidi yote, asifiwe, asifiwe Mwokozi. Kiwango cha ukamilifu wa mtu wa Mungu katika maisha yake hapa duniani ndicho pia kitakachompatia kibali cha kuingia mji mzuri mtakatifu, Yerusalemu mpya. Kusoma kwenye Ufunuo sura ile ya 21 mstari ule wa kwanza na wa pili, anasema, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mmewe. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kiwango cha ukamilifu wa maisha ya mwamini hapa duniani ndicho kitakachoamua pia kibali au kukubalika kuingia mbinguni. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Tunapozungumzia kufikia kiwango cha ukamilifu anaohitaji Mungu, tunazungumzia kanisa. Haleluya. Tunapozungumzia utakatifu wa watu wa Mungu, tunazungumzia kanisa. Mungu atusaidie sana. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kanisa, ukisoma katika hizi nyaraka ambazo Mtume Paulo ameziandika au ameandikia makanisa, au hata katika zile barua 7 za makanisa ya Asia ambazo Mtume Yohana ameandika yale makanisa 7 kwenye kitabu cha Ufunuo, yanaonyesha mambo makubwa mawili. Yanaonyesha mapungufu yanayohitaji kushughulikiwa au changamoto ambazo makanisa hayo yalikuwa yanakutana nayo yanayohitaji kushughulikiwa, makosa yanayohitaji kurekebishwa. Lakini pia hayo makosa na hizo changamoto zilihitaji kushughulikiwa kwa sababu zilikuwa zinashusha kiwango cha ukamilifu ambacho Mungu anakihitaji.
Tumeona kwenye Zaburi ya 16 mstari wa 3 anasema, Mungu anasema watakatifu waliopo duniani ndio walio bora, ndio ambao ninapendezwa nao. Yaani Mungu anapowaangalia watakatifu wake, anaona kiwango chao cha ubora ni kile ambacho yeye anakitarajia. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Lakini kwa huo ni upande mmoja, lakini kwa upande mwingine, kwa sababu kuna makanisa ambayo kwenye nyaraka na kwenye zile barua yamepongezwa kwa kufanya vizuri, yaani ni kuyatia moyo ya kwamba yaendelee kupambana. Vijana wanasema endelea kukaza mbio. Kwa hiyo anapoyaandikia yale makanisa anasema, na ninyi shindaneni hivyo hivyo, kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza akapokea taji pasipo kushindana. Wale wanaopokea taji ni wale ambao wameshindana, ni wale ambao wamepambana. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunaona hayo ni mambo ambayo Mtume Paulo anaona ya kwamba yataendelea kuinua kiwango cha ukamilifu wa watu wa Mungu, kuwafanya watu wa Mungu waendelee kuwa juu, kama neno la Mungu linavyosema kwamba utakuwa juu tu, hutakuwa mkia, utakuwa kichwa. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Na tunaona hizi nyaraka ambazo zimeandikwa na barua zile 7 katika ambazo Yohana alifunuliwa kuhusiana na yale makanisa 7. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Hizo nyaraka na hizo barua hazikuwa tu kwa ajili ya yale makanisa 7 au kwenye yale makanisa ambazo nyaraka zimeandikwa, kwa sababu ya kufanana mazingira ya wakati ule yanafanana sana na mazingira ya sasa, yaani hakuna tofauti. Kuna mambo yanayofanana, yaani zile changamoto ambazo zilihitaji kurekebishwa wakati ule ndizo changamoto zilizopo kwenye kanisa la sasa pia, ambazo zinahitaji kurekebishwa. Kama kuna mambo ya kutia moyo ambayo yapo kwenye kanisa ambayo nyaraka na zile barua ziliandikwa kutia moyo, pia zipo kwenye kanisa. Kuna makanisa ambayo yanafanya vizuri, yanatiwa moyo. Haleluya. Lakini kuna makanisa ambayo pia yanahitaji marekebisho, yanahitaji pia kurekebishwa. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo kuna mambo mazuri na kuna mambo ambayo pia yanahitaji marekebisho. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Hayo yote ukisoma hizo nyaraka na ukisoma hizo barua utaweza kuyapata, yote hayo mawili yapo. Na ukiliangalia kanisa la sasa kwenye Ufunuo, kwenye yale makanisa 7 linafananishwa na kanisa la Laodikia, kwa sababu kanisa la Laodikia ndio lilikuwa kanisa la 7 la mwisho, na sisi kanisa la sasa linaishi katika siku za mwisho. Kwa hiyo ile hali ambayo ilikuwa kwenye kanisa la Laodikia, ile hali ya uvuguvugu, kwa sababu kanisa la Laodikia
marekebisho ambayo Mungu anayataka. Anasema ili kanisa la Laodikia halikuwa la baridi wala la moto, lilikuwa katikati, lilikuwa vuguvugu. Wanasema lilikuwa neutral, yani lipo hapo katikati, sio baridi wala sio moto. Na ujumbe wa Yohana anasema kwa kuwa huu baridi, kwa sababu wewe sio wa baridi wala sio wa moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu usipotengeneza, yani usipobadilika. Mungu atusaidie sana. Anasema wote ninaowapenda wakemea na kuwafanya nini? Na kuwarudi. Basi uwe na bidii ukabadilike, ukaimarishe yale mambo ambayo yanataka kufa, yale mambo mazuri ambayo yanataka kufa. Lakini pia kanisa la sasa ukilitazama kuhusiana na kupoa ndio huko kuwa vuguvugu, yaani sio moto wala sio baridi, huko hapo katikati. Na kwenye Mathayo 24, moja ya dalili za siku za mwisho, Yesu alisema, na kwa sababu ya kuongezeka maasi upendo wa wengi utapoa. Anasema upendo wa wengi utapoa sio kwa watu wa nje, ni watu wa kanisa. Upendo, kwa sababu wenye upendo wa Mungu ni watu ambao wameokoka, ndio wana upendo ule wa Mungu wa agape. Kama hujaokoka unakuwa na ule upendo mwingine, sio ule upendo wa agape. Kwa hiyo anaposema upendo wa wengi utapoa, ni upendo wa Mungu utapoa, upendo kwa watu wa Mungu, upendo wa Mungu, upendo ule wa agape ambao ukisoma kwenye Warumi wanasema pendo la Mungu limemiminwa ndani yenu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Sasa katika siku tunazoishi tunaona, unapoliangalia kanisa, mambo yanayoonyesha kupoa kwa upendo ni kukosekana kwa ukamilifu au utakatifu, maisha ya utakatifu kwa watu wa Mungu. Na unajua, nilikuwa natafakari sana kuhusiana na kanisa la Korintho. Kanisa la Korintho nalo nikaona lina picha kabisa inayofanana na kanisa la siku za mwisho, yaani kanisa tulilonalo. Yaani kuna kufanana, sio tu kufanana na kanisa la Laodikia, lakini pia hata kanisa la Korintho kuna kufanana. Mungu atusaidie sana. Tunapoliangalia kanisa la Korintho ukilinganisha na kanisa la sasa, tunaona na lenyewe liliitwa kama kanisa la sasa lilivyoitwa, na wito wake liliitwa kwa ajili ya kuishi maisha ya utakatifu au maisha ya ukamilifu, kama ambavyo tumeshaona ya kwamba inawezekana kwa watu wa Mungu kuwa wakamilifu. Inawezekana kwa watu wa Mungu kuwa watakatifu kwa sababu wao ni watoto wa Baba ambaye ni mtakatifu. Wao ni wana wa Baba ambaye ni mkamilifu. Kwa hiyo tunaona inawezekana. Kwa hiyo wito ambao tumeitwa ni wito wa utakatifu, ni wito wa ukamilifu. Na hata kanisa la Korintho pia lilikuwa limeitwa kwa wito wa utakatifu au kwa wito wa ukamilifu. Jina la Bwana libarikiwe. Ukisoma kwenye Wakorintho wa kwanza 1:1-2 tunasoma hivi: Paulo aliyeitwa kuwa mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu, na Sosthene ndugu yetu, kwa kanisa la Mungu lililoko Korintho, wale waliotakaswa katika Kristo Yesu,
walioitwa wawe watakatifu pamoja na wote. Unaona, wale walioitwa, anawaandikia kanisa la Korinto, sawa? Lakini sikiliza, ndio maana nikakwambia ujumbe wa kanisa la Korintho unatuhusu pia sisi. Ujumbe wa kanisa la Laodikia unatuhusu pia sisi, kanisa la siku za mwisho. Sasa anasema wale waliotakaswa katika Kristo Yesu, walioitwa wawe watakatifu pamoja. Unaona hilo neno? Pamoja na wote wanaoliitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kila mahali, everywhere. Haleluya! Pamoja na wote wanaoliitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kila mahali. Yaani mimi na wewe, kama una imani ya Yesu Kristo, kama unaliitia jina la Yesu, haleluya, ni kwamba sisi sote tumeitwa katika wito wa utakatifu. Tumeitwa kuwa wakamilifu kama Baba yetu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Anasema kila mahali, Bwana wao na wetu. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa hiyo tunaona wito tulioitwa sisi ni wito wa kuwa wakamilifu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kama ilivyokuwa kanisa la Korintho, kanisa la sasa pia limeitwa. Lakini ukiendelea ule mstari wa 4 mpaka wa 9, unaona kanisa la Korintho alikuitwa tu, lakini kulikuwa na neema ya Mungu ya utajiri wa karama mbalimbali na huduma kutenda kazi. Tuko pamoja? Haleluya. Kwenye ule mstari wa 4 anasema hivi: namshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu kwa sababu ya neema ya Mungu mliopewa katika Kristo Yesu, kwa kuwa katika kila jambo mlitajirika katika yeye, katika maneno yote na maarifa yote, kama ushuhuda wa Kristo ulivyothibitika kwenu, hata hamkupungukiwa na karama yoyote, mkikutazamia sana kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye atawathibitisha. Ambaye atafanya nini? Atawathibitisha, au atathibitisha ukamilifu wenu hata mwisho, ili msilaumiwe siku ile ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu ni mwaminifu, ambaye mliitwa na yeye muingie katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa kwa nini nalinganisha kanisa la Korintho na kanisa la sasa, kanisa la siku za mwisho? Tunapoliangalia kanisa la Korintho kulingana na mistari ambayo tumesoma, Mtume Paulo anasema lilikuwa na neema ya Mungu. Lilikuwa na neema ya Mungu na alikupungukiwa na karama yoyote. Mstari wa 7 tumesoma hiyo. Alikupungukiwa na karama yoyote. Yaani unajua kuna zile karama 9. Sawa? Ina maana kanisa la Korintho lilikuwa na utajiri wa karama. Karama zote zilitenda kazi. Zile karama 9 ambazo zimeandikwa.
zote zilitenda kazi. Yaani anasema hamkupungukiwa na karama yoyote ile. Kwa hiyo hata kanisa la siku za mwisho unaona jinsi lilivyo na utajiri wa karama mbalimbali, lililo na utajiri wa huduma mbalimbali. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo hapa tunaona Paulo anawapongeza Wakorinto kwa sababu Mungu katika neema yake amewapa karama za kipekee, karama za rohoni. Kama hizo ni za thamani, karama hizo ni za thamani na sehemu ya lazima katika huduma ya Roho Mtakatifu katika kanisa. Yaani hizi karama ni za thamani sana na sehemu ya lazima katika huduma za Roho Mtakatifu katika kanisa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ili utendaji wake unategemea pia karama anazozitoa kwa watu wake. Bila karama hizi waamini watashindwa kujengana na kusaidiana kama Mungu anavyopenda. Ndio maana hata kwenye huduma kule kwenye Waefeso 4:11 anasema aliwatoa wengine kuwa mitume, manabii, wachungaji, wainjilisti, wachungaji na waalimu, ili kazi ya huduma ifanye nini? Itendeke, ili kuwafanya watu wawe wakamilifu. Hakuna mahali popote katika waraka huu ambapo Paulo anataka kuziondoa karama hizi. Badala yake alitafuta kubadili mtazamo wa Wakorinto kuhusu karama za rohoni ili waweze kuzitumia kulingana na makusudi ya Mungu. Sasa tunaona ili kanisa la Korintho lilikuwa na utajiri wa karama na huduma. Huduma zilikuwepo, lakini zile huduma na karama hazikufanya kazi kwa ufanisi ambao Mungu alikuwa anauhitaji. Mungu atusaidie sana. Ndio maana ukisoma kwenye hizo nyaraka au huo waraka unaona Mtume Paulo anatoa maelekezo mengi, hata utaratibu wa kwenye ibada anasema hata kama kuna watu wananena kwa lugha kama kuna ujumbe kuwe na utaratibu wa kupokezana, sio huyu anasema na huyu anasema, kwa sababu Mungu si Mungu wa machafuko, ni Mungu wa utaratibu. Na anasema roho wa manabii watii manabii. Haiwezekani Roho Mtakatifu akapingana, yaani haiwezekani. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo tunaona pamoja na kuwa na utajiri huo, bado karama zile na huduma zile, Mtume Paulo alipoangalia kiwango cha utendaji, kiwango cha ukamilifu wa utendaji wa zile huduma, aliona bado kuna mapungufu, na ndio maana akaandika nyaraka kuweza kulisaidia kanisa la Korintho. Na hata sasa kanisa la sasa unapoangalia utendaji kama ilivyokuwa kwa kanisa la Korintho, kanisa la sasa pia linaweza likawa na karama hizo. Wanaweza wakawa wananena kwa lugha, matendo ya miujiza, watu wanaponywa, karama zote zile zikafanya kazi, lakini kukawa na mapungufu kwenye hilo kanisa. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Haleluya. Mungu atusaidie sana.
Tunapoliangalia kanisa la Korintho, ukisoma kwenye mstari ule wa 12 kipengele A, anasema hivi, sura ile ya kwanza mstari wa 12 kipengele A, anasema hivi: basi maana yangu ni ya kwamba kila mtu wa kwenu husema mimi ni wa Paulo, mimi ni wa Apolo, na mimi ni wa Kefa, na mimi ni wa Kristo. Je, Kristo amegawanyika? Je, Paulo alisulubiwa kwa ajili yenu? Au je, mlibatizwa kwa jina la Paulo? Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo unaona, ili kanisa pamoja na karama na huduma kutenda kazi, lakini kulikuwa na dosari. Dosari ambayo tunaiona hapa, kulikuwa na mgawanyiko katika uongozi au viongozi. Baadhi ya waamini katika kanisa walianza kujishughulisha zaidi na watumishi wa Injili badala ya Injili yenyewe. Yaani kanisa la Korintho kilichowafanya waamini ni Injili, ambayo ukisoma kwenye Warumi 1:15-16 Mtume Paulo anasema kwangu mimi anasema mimi niko tayari kuhubiri au kuleta Injili hata kwenu mlioko Rumi, kwa sababu Injili ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila anayeamini. Kwa hiyo hata ili kanisa la Korintho asili ya kuanzishwa ni kwa sababu ya Injili ya kweli iliyohubiriwa, na watu waliposikia ile Injili wakaamini, kama maandiko yanavyosema, imani huja kwa kusikia neno la Kristo. Ndiko kukaanzishwa kanisa la Korintho. Lakini tunaona hawa waamini wa Korintho, tatizo lao sasa, baada ya kupokea ile Injili, baada ya Mtume Paulo kuondoka, tunaona tatizo lao sasa, kwa baadhi ya waamini katika kanisa, walianza kujishughulisha zaidi na watumishi wa Injili badala ya Injili yenyewe. Yaani wakaanza kuwainua wale watumishi mbalimbali, watumishi wa kweli au mitume wa kweli wa Mungu, lakini pia kulikuwa na mitume wa uongo ambao hawa unaona baadaye walipingana, ndio walikuwa wanapingana na Paulo kama ambavyo tutaona. Mungu atusaidie sana. Na ndio maana Mtume Paulo aliandika huu waraka ili kusaidia. Moja ya changamoto ilikuwa kusaidia pia wale walimu wa uongo. Kwa hiyo wakaanza kuwainua watu. Mtu akifanywa maombi na mtume au na nabii au na mchungaji au na mwinjilisti au na mwalimu, akipona anaanza kumuinua yule mtumishi badala ya Injili yenyewe. Wakati Injili ndio uweza, kama ambavyo tumeona, ndio uweza unaoleta wokovu. Wokovu, neno wokovu linajumuisha pia uponyaji. Injili ndiyo inayoleta uponyaji. Injili ndiyo sababu ya miujiza yoyote inayoweza kufanyika, miujiza ya Mungu. Na ndio maana miujiza ya Mungu huwa haifanyiki kama miujiza mingine ambayo ni mazingaombwe. Miujiza ya Mungu inafanyika kunapokuwa na neno la Mungu. Neno la Mungu linapokuwepo, ndio Mungu analithibitisha kwa miujiza na ishara. Ndio maana maandiko yanasema wanafunzi wakatoka wakaenda kote kote wakahubiri Injili. Bwana akalithibitisha lile neno kwa miujiza na ishara lililofuatana nalo. Kwa hiyo tunaona tatizo la kanisa la Korintho, wakaanza kuwainua wale watumishi, na wale watumishi wakakubali kuinuliwa, wakajifanya kama ile miujiza ambayo ilikuwa inafanyika, zile karama na huduma ambazo Mungu aliziachilia, kama ambavyo tumeona kwamba Mungu aliachilia huduma. Kanisa la Korintho lilikuwa na utajiri wa huduma na karama. Kwa hiyo wao wakaona ni wao wanafanya, wakaona hizo karama na huduma ni za kwao wenyewe, na wale watu ambao walikuwa wametendewa wakasahau.
kwamba yote yametokana na Injili. Ni kama kwenye waraka kwa Wagalatia, Mtume Paulo anawaonya Wagalatia na kuwakemea pia. Anawaambia, enyi Wagalatia msio na akili, ni nani aliyewaloga? Mbona mlianza vizuri katika roho, na sasa mbona mnamaliza katika mwili? Je, Yesu Kristo hakuwekwa mbele yenu? Akusulubiwa mbele yenu mkamwona? Je, mlihesabiwa haki kwa matendo ya sheria au kwa imani ya kumwamini Yesu Kristo? Kwa hiyo na hapa Mtume Paulo anapoliandikia kanisa la Wakorintho anawauliza, wengine mnasema mimi ni wa Paulo, wengine mnasema mimi ni wa Apolo, wengine mnasema mimi ni wa Kefa, yani Petro.